Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Katika hii dunia tunayoishi, kila mwanadamu anatamani kufanikiwa. Kila mwanadamu anatamani kupata maisha mazuri. Kila mwanadamu anatamani awe na fedha, awe na mali, kiufupi awe na mafanikio yenye afya njema na amani na furaha. Lakini katika maisha unayoyaishi siku zote ukumbuke ya kwamba hakuna mafanikio anayoweza kuyapata mwanadamu pasipo kushirikiana na Roho. Maana yake ni kwamba hakuna mafanikio yanayoweza kutokea kwa mwanadamu yoyote, ama kila mafanikio unayoweza kuyaona yanatokea leo mahala popote pale, iwe ni kwa mtu, iwe ni mahala popote. Mafanikio yanapotokea, ujue ya kwamba nyuma yake kuna roho inayosababisha yale mafanikio kutokea, ama kuna nguvu ya ziada, nguvu ya kiroho inayosababisha yale mafanikio kutokea katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa maana kila kitu ambacho unakiona leo katika dunia hii ni kitu ambacho kimeanzia katika ulimwengu wa roho. Hakuna jambo linaloweza kutokea ambalo halijaanzia katika ulimwengu wa roho. Biblia inatuambia ya kwamba kila unayoyaona ama kila vinavyoonekana vimetokana na vitu visivyoonekana. Maana yake ni kwamba iwe ni mafanikio, iwe ni amani, iwe ni furaha, inatoka katika ulimwengu wa roho. Kwa maana ulimwengu wa roho ndio unaoanza kutenda vitu kwanza, alafu vile vitu vinakuja kudhihirika katika ulimwengu wa damu na nyama. Sasa katika roho kuna roho makundi mawili ama roho za aina mbili ambazo tunaweza tukazizungumzia kwa haraka ya kwamba roho ya kwanza ni roho wa Mungu, lakini roho ya pili ni roho ya mashetani. Ukisoma katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 9, neno la Mungu linasema ya kwamba lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamaufuati mwili. Umeona hapa, tunaona roho ya kwanza inayozungumziwa hapa ni roho ya Mungu, ni roho ya Mungu. Lakini pia ukizungumzia kwa habari ya roho za mashetani, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 16 mlango wa 14, neno la Mungu linasema hivi: hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu. Maana yake ni kwamba katika kitabu cha Warumi tumeona ya kwamba kuna roho wa Mungu, na katika kitabu cha Ufunuo inatudhihirishia kwamba kumbe kuna roho pia za mashetani. Sasa roho wa Mungu na roho ya mashetani, hizi roho zote mbili zinatenda kazi, na roho hizi zinatenda kazi katika ulimwengu wa rohoni, na ili ziweze kuleta matokeo ama ili ziweze kuleta udhihirisho fulani, uweze kujua kwamba hizi roho zipo, lazima hizi roho zitende kazi kushirikiana na mwili. Maana yake pasipo mwili wa damu na nyama, hizi roho haziwezi kutenda kazi katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ili roho itende kazi katika ulimwengu wa damu na nyama, lazima pawepo ushirika kati ya roho na mwili wa binadamu, ili mambo yale yaweze kutendeka katika ulimwengu wa kibinadamu. Sasa roho, tunapozungumzia mafanikio, hakuna mafanikio ambayo yanaweza kutokea pasipo nguvu ya kiroho. Na roho tunaziona ya kwamba zipo roho za aina mbili, roho wa Mungu na roho za mashetani. Sasa kuna watu wanafanikiwa kwa sababu ya kumfuata Mungu na kuna watu wanafanikiwa kwa sababu ya kumfuata shetani. Je, kipi ni kizuri, kumfuata Mungu, kufanikiwa kwa njia za Mungu, ama kumfuata shetani na kufanikiwa kupitia shetani? Ni nani kati ya hawa, kati ya Mungu na shetani, ni nani mwenye mafanikio ya kweli? Ni nani ambaye anafanikisha kwa ukweli? Kwa sababu inaonekana ya kwamba shetani anafanikisha watu wake, lakini pia inaonekana Mungu anafanikisha watu wake. Sasa hili ni jambo ambalo limekuwa likiwaweka watu wengi njia panda. Watu wengi wanatamani kufanikiwa, wengine wanajikuta wanatamani kufanikiwa, wanajikuta wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanajikuta wanatamani kufanikiwa, wengine wanaamua kuifuata mizimu ili waweze kufanikiwa. Na ukiwaangalia wengine wanakuambia wamefanikiwa, na kuna wale ambao wanafanikiwa katika kumfuata Yesu Kristo. Kuna wale wanaofanikiwa katika kumfuata Yesu Kristo. Je, kati ya hawa ni njia ipi iliyo sahihi ambayo inampasa mwanadamu aifuate ili afanikiwe? Tukianza kuzungumzia kwa habari ya mafanikio yanayopatikana kutoka kwa shetani, sikiliza, siku zote katika maisha yako inakupasa ujue ya kwamba shetani hawezi kukufanikisha katika mafanikio ya kweli, kwa sababu yeye si kweli. Ukumbuke kwamba shetani ni mwongo na yeye ni baba wa uongo. Hawezi kukufanikisha katika mafanikio ya kweli. Maana yake shetani huwapa watu fedha na mali, lakini hawezi kuwapa watu mafanikio ya kweli. Mafanikio yaliyokamilika ni mafanikio yaliyo na mali, yenye fedha na furaha na amani, alafu kisha mafanikio hayo yanakuwa na ukombozi wa roho yako. Maana yake ni kwamba mafanikio hayo yanakupa uwezo wewe wa kuulisi uzima wa milele. Maana yake ni kwamba shetani hana uwezo wa kukupa uzima wa milele. Shetani ana uwezo wa kukupa wewe
mauti. Shetani anaweza kukupa fedha, shetani anaweza kukupa mali, lakini shetani hawezi kukupa wewe uzima wa milele. Na mafanikio ya kwanza katika maisha ya mwanadamu ni moja, apate ukombozi wa nafsi yake; mbili, apate furaha; tatu, apate amani; nne, apate fedha na mali; alafu tano, apate kuurithi uzima wa milele. Lakini vitu vyote hivi havipatikani kwa shetani. Lakini shetani unaweza ukamfuata akakupa fedha, shetani unaweza ukamfuata akakupa mali. Kuna watu wengi unawaona leo wanaenda kutambika kwa mizimu na wanapata fedha, wanapata mali, lakini kiukweli ni kwamba hawana furaha, hawana amani, hawana raha na vile vitu wanavyovipata, na maisha yao yamezungukwa na mauti, na hata siku wakiondoka hawana nafasi ya kupata kuurithi uzima wa milele. Na yoyote ambaye anapata vitu ama yoyote ambaye anapata mali na fedha kutoka kwa shetani, maana yake ni kwamba lazima ya kitu cha kwanza aweze kumwabudu shetani. Maana yake ni kwamba ukichagua kumwabudu shetani, wewe unakuwa umechagua kumfanya nini? Kumwacha Yesu Kristo. Na unapokuwa umechagua kumwacha Yesu ukamfuata shetani kwa sababu ya mali na fedha, maana yake shetani atakupa mali na fedha, lakini wewe utakuwa umeiuza nafsi yako, wewe utakuwa umeuza roho yako kwake. Maana yake ni kwamba utakuwa umejiondoa katika miliki ya Yesu, ama utakuwa umejitoa wewe kuwa mtoto wa Yesu Kristo, ama utakuwa umejifuta jina lako katika kitabu cha uzima milele na kuliandika na kukubali jina lako liandikwe katika kitabu cha hukumu, kwa sababu Yohana 3 mlango wa 16, 17, 18 nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Alafu neno la Mungu linasema kwamba waliomwamini hawahukumiwi, lakini wale wasiomwamini Yesu wamekwisha kufanya nini? Wamekwisha kuhukumiwa. Maana yake ni kwamba unapoacha kumwamini Yesu alafu ukajikuta umekubali kwenda kumwabudu shetani, maana yake ni kwamba wewe umekubali jina lako lifutwe kwenye kitabu cha uzima wa milele, na umejiungamanisha na ama umeunganishwa katika kitabu cha hukumu, ambacho kesho na kesho kutwa roho yako itakapoondoka katika dunia hii, utaelekea katika hukumu ya jehanamu ya moto. Kwa hiyo shetani ana uwezo wa kukupa wewe uzima milele, anaweza akakupa mali, anaweza akakupa fedha, lakini hana uwezo wa kukupa uzima milele na mafanikio ya kweli, mafanikio yaliyebeba kweli. Maana yake mafanikio haya shetani haponyi, bali shetani anaweka magonjwa. Shetani haweki furaha, bali shetani kazi yake yeye ni kuvuruga, ni kuharibu. Maana yake mafanikio yake anayokupa shetani, atakupa fedha, atakupa mali, lakini atakunyima furaha, atakunyima amani, atakufanya wewe ni mtu wa kujuta kila wakati. Fedha na mali utazipata, lakini maisha yako yatakuwa ni ya kujuta, maisha yako yatakuwa hayana furaha. Utajaribu kuitafuta furaha na kufanya vitu vyote, lakini hautaipata. Umeelewa? Kwa hiyo katika kila mafanikio ambayo shetani anawapa watu, kwanza lazima utoe kafara. Umeelewa? Hauwezi ukaenda kwa shetani alafu akakupa mafanikio pasipo wewe kutoa kafara. Na nataka nikukumbushe jambo moja, shetani hana mali wala hana fedha kwa sababu moja, kila kitu alichonacho shetani amekiiba kutoka kwa mwanadamu. Kwa sababu toka mwanzo wa asili, Mungu alipoziumba mbingu na nchi, fedha na mali Mungu alimpa mwanadamu. Mungu alimpa mwanadamu. Alipompa mwanadamu, Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 1:26, neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mwanzo 1:26, neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Maana yake kila utawala na kila mafanikio yaliwekwa kwa mwanadamu. Sawa. Sasa shetani aliposhushwa kutoka mbinguni, kwa sababu tunajua ya kwamba shetani alikuwa ni kerubi ambaye alikuwa yuko anakaa mbinguni, na ilipotokea vita katika kitabu cha Ufunuo inakwambia kwamba kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na lile joka likatupwa hata nchi na mahali pake hapakuonekana. Shetani alipotupwa mpaka nchi, shetani alikuja kumdanganya mwanadamu. Tunaona ya kwamba shetani akamdanganya Eva kula tunda katika kitabu cha Mwanzo, kisha Eva na Adamu walipokula lile tunda, kuna utawala ambao shetani aliiba utawala, aliiba asili ya utawala kutoka kwa mwanadamu. Muona so alikachukua fedha, akachukua mali, akachukua utawala wa vitu vyote ambavyo utawala ule mwanadamu alikuwa amepewa na Mungu. Baada ya kuchukua vile vitu, ndipo hapo shetani akavimiliki vile vitu, kisha akajiita yeye ndiye Mungu wa dunia hii. Maana yake ni kwamba mwanzo, kipindi hajavichukua vile vitu, shetani alikuwa hana kitu, alikuwa si mtawala, lakini baada ya kumdanganya
ya mwanadamu, akaviiba vile vitu, akachukua ule utawala aliokuwa nao mwanadamu. Shetani akageuka kuwa mungu wa dunia hii. Vitu vyote, fedha na mali na mafanikio, vikawekwa chini yake, kwa sababu si vilikuwa vya kwake, bali aliviiba. Maana yake ni kwamba kwa asili shetani hana kitu cha kumpa mwanadamu, kwa maana vyote alivyonavyo hivyo vitu ni vya Mungu, na Mungu aliviumba kwa ajili ya mwanadamu, isipokuwa shetani aliviumba kutoka kwa mwanadamu. Kila mtu anayetekwa na shetani anatekwa kwa sababu ya matamanio alionayo. Kama wewe una matamanio ya kufanikiwa, una matamanio ya kuwa na fedha na mali, shetani anapokuja kwako, yeye haoni shida kukupa wewe fedha na mali, lakini anachotaka wewe umwabudu, wewe umsujudie. Unapoamua kumsujudia, maana yake ni kwamba umeiuza nafsi yako kwake, alafu yeye anakupa fedha na mali ambazo ni za kwako wewe mwenyewe, lakini kwa sababu ya wewe kutokujua ya kwamba wewe ulipewa kumiliki vile vitu, kwa sababu ya kuwa na upungufu wa maarifa na ufahamu, yeye anatumia kigezo cha sababu wewe haujafahamu maarifa na siri zilizojificha, yeye anakuchukua, anakupa fedha na mali ambazo ni za kwako mwenyewe, ambazo alikuwa ameziiba, alafu wewe unamuuzia nafsi yako na roho yako, unamsujudia. Unapomsujudia, manake ni kwamba wewe unahesabika kuwa mwana wake, unahesabika kuwa mtoto wake, nawe unahesabika kuwa na hukumu ya kutupwa katika jehanamu ya moto. Sawa? So shetani akili yake yeye anapambana kuwafanya watu wamwabudu, ili yeye apate wafuasi wengi wa kumfuata katika shimo la moto. Sawa? Sasa wanadamu waliumbwa kumiliki na kutawala, lakini yeye akaviiba vile vitu. Umeelewa? Alipoviiba, leo wanadamu wanahangaika, leo wanadamu wanapitia mateso, wanatafuta mafanikio, wengine wanakimbilia kwake pasipo kujua. Umeona? Ndio maana shetani, ili akufanikishe, ukae ukijua kwamba kila mafanikio yanapotokea, maana yake kuna nyota, lazima iwepo nyota ya mafanikio. Sasa shetani unapomwendea akufanikishe, yeye anakwambia utoe kafara, ama wewe anakwambia tuue mtu fulani kwenye ukoo wako, ama tuue mtu fulani sehemu fulani. Anapoua yule mtu, shetani kawaida yake ni kwamba yeye anachukua kitu cha yule mtu uliyemua, anakileta kwako. Yeye kazi yake ni kuhamisha, kwa sababu yeye sio mpaji, yeye sio mtoaji. Umeelewa? Kwa sababu hana kitu cha kukupa, kwa sababu vyote ambavyo ako navyo si vya kwake, vyote ambavyo yuko navyo yeye ni vya watu. Kwa hiyo yeye anachukua cha mtu anakupa wewe, kwa sababu yeye hana vitu vyote ambavyo anavyo yeye amevitoa kwa wanadamu. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kuhamisha kutoka kwa mwanadamu mmoja kwenda kwa mwanadamu mwingine. Ndio maana mafanikio yanayopatikana kwa shetani ni mafanikio ya kugombania, ni mafanikio ya kugombania. Maana yake ni kwamba leo hii wewe ukienda kwa shetani ukapiga magoti ukamwabudu, ukamwomba fedha na mali, akakupa jina kubwa. Utakapopata lile jina kubwa, atakupa masharti. Atakwambia labda kila mwisho wa mwezi natakiwa uniulie, utoe kafara ya watoto wadogo, mtoto mdogo mchanga mmoja. Unapokuwa unatoa yule mtoto mmoja mchanga, unapokuwa unatoa vile, atakapokuja mtu mwingine ambaye ana dhamira kubwa zaidi yako, akamwambia shetani ya kwamba mimi ninahitaji utajiri, ukinipa utajiri nitakupa watoto 3 kila mwisho wa mwezi. Shetani anahamisha utajiri aliyokupa wewe, ambao ulikuwa unatoa mtoto mmoja, anampa yule ambaye amekubali kutoa watoto 3. Umeona? Kwa hiyo shetani hajakamilika. Shetani ni kigeugeu. Shetani ni mtu ambaye anawageuka wale wanaomfuata. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anataka kupata faida yeye, sio wewe upate faida. Maana yake ni kwamba mafanikio unayopata ama mafanikio unayopewa kwa shetani, mafanikio yale yanakuwa yanarudisha faida kwake, sio yanakupa wewe faida. Ni mafanikio yanayompa yeye furaha, sio yanayokupa wewe furaha. Maana yake ni kwamba anapokupa mafanikio, malipo na gharama unayoyatoa kwa sababu yale mafanikio aliyokupa ni makubwa sana kuliko vile ambavyo wewe unakuwa unaishi. Umeelewa? Kwa hiyo utakuta anaifanya roho yako kuteseka, anatumia vipawa na karama ambavyo vimewekwa ndani yako kufanikisha mambo yake, na wewe unabaki, kwa sababu wewe ulikuwa unahitaji fedha na mali. Zile fedha na mali anazokupa zinakuwa zinakupelekesha kiasi kwamba unakuwa hauna furaha, unakuwa hauna amani, unakuwa hauoni njia kutokea, hauwezi kupiga hatua kwenda mahala popote. Maana yake ni kwamba anajua ya kwamba
sharti atakaloliweka katika yale mafanikio lazima wewe utakosea, na akikuwekea sharti wewe utakapokosea, maana yake ni kwamba mkataba wako wewe na yeye unakuwa umevunjika. Maana yake mkataba ukivunjika, wewe unapaswa kulipa ule mkataba, na mkataba ule unaolipa kwa kutoa nafsi yako kwake. Ndio maana watu wengi wanaomfuata shetani vifo vyao vinakuwa ni vya ghafla, kwa sababu wanakuwa wanakosa nafasi ya kupata mlango wa toba, kwa sababu wanakuwa wameziuza nafsi zao, wameuza uhai wao, wameuza roho zao kwake. Kwa hiyo anakuwa na mamlaka nazo, wakati wowote anachukua zile roho na kuzifunga na kuzitumikisha. Umeona? Kwa hiyo hakuna faida yoyote ambayo anaipata mwanadamu ambaye anakwenda kutafuta utajiri kwa mashetani, anayekwenda kutafuta utajiri kwa waganga, anayekwenda kutafuta utajiri kwa mizimu, kwa sababu mizimu na waganga hawa ni mawakala wanaotenda kazi kumfaidisha shetani. Kwa sababu kama shetani angekuwa ana faida, leo hii tungekuwa tunawaona watu ambao wanamwaga damu za watu ili wawe matajiri, tungekuwa tunawaona wanapata utajiri, tungekuwa tunaona wanapata utajiri, lakini hakuna wanachokipata zaidi ya kuteseka. Leo utamwona mtu anaendesha Range, leo utamwona mtu anaendesha V8, unasema ya kwamba huyu ni tajiri mkubwa sana, inaonekana na maisha mazuri, lakini kiukweli ukifuatilia maisha yake, wengine wanaishi na misukule ndani yao, wengine walikubali kutoa mama zao, walikubali kutoa baba zao, walipotoa zile kafara, mpaka leo wale watu wanawatokea. Unadhania watu kama hao usingizi wao unakuwaje? Hawawezi kulala, unawakuta wanakesha usiku na mchana, wanakesha. Unakuta wametoa mama zao, wametoa familia zao, wametoa watoto wao, zile roho za wale watoto zinakuwa zinawatokea, zinalia mbele zao. Hawa watu hawawezi kuwa na akili vizuri, hawa watu hawawezi kuwa na amani katika maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu yale mambo ama zile kafara walizozitoa, shetani anazitumia zile kafara kuwatesa, anawatesa vile ili hawa watu washindwe yale masharti, alafu watakaposhindwa yale masharti azichukue roho zao moja kwa moja azifungie. Azifungie wapi? Azitumikishe, na zile roho ziwe ni mamlaka ama ziwe ni miliki ya kuzimu, ili mwisho wa siku zile roho ziingie wapi? Katika jehanamu ya moto. Kwa sababu kazi kubwa ya shetani anayoitenda katika ulimwengu wa damu na nyama, ama katikati ya wanadamu, ama katikati ya maisha ya wanadamu, hiyo unaona ni magonjwa, hiyo unaona ni taabu, hiyo unaona ni mateso. Kazi kubwa ama matokeo ya mwisho ambayo shetani anayatamani ama anayoyataka katika uso wa wanadamu ni kwamba aone wanadamu wote wamekubali kumwacha Yesu, alafu wanadamu hawa wamemfuata yeye, ili wanadamu hawa waungane na yeye kwenda katika shimo la jehanamu ya moto. Hiyo ndio kazi yake kubwa. Yeye matokeo yake yote anayoyatafuta, anatafuta wanadamu wamkufuru Mungu, anawatafuta wanadamu wamwache Yesu, anawatafuta wanadamu wakubali kumkataa Yesu, wamfuate yeye, ili wanadamu hawa waungane na yeye kwenda katika hukumu ya jehanamu ya moto. Kwa hiyo kukupa fedha ama kukupa mali ili kuinasa roho yako ni kitu cha kawaida. Biblia inatuambia ya kwamba itakufaidia nini wewe utakapopewa miliki zote na mali zote za ulimwengu na roho yako, ama ukaipoteza nafsi yako. Maana yake ni kwamba kumbe nafsi ni kitu cha thamani, na shetani anadili na kuitafuta nafsi yako, anadili na kutafuta roho yako. Kwa maana kumbe fedha na mali na vitu vyote havina thamani zaidi ya thamani ya kuishinda roho yako. Kwa hiyo kwa sababu wewe unakuwa unatamani kupata fedha, unatamani kupata mali, hivyo ndivyo ambavyo shetani anaamua sasa kutengeneza njia aikamate nafsi yako, kwa sababu ya kile kitu ambacho wewe unakitafuta kinachoharibika. Kwa maana fedha na mali zinaisha, fedha na mali zinaharibika, fedha na mali zinapukutika, lakini nafsi ni ya thamani sana, kwa sababu nafsi ama roho ndio ambayo inampa mtu kuurithi uzima milele. Kwa hiyo shetani anapoikamata ile roho, anaifanya ile roho kuwa mateka, na ile roho inapoingia katika jehanamu ya moto, maana yake ni kwamba anakuwa amesababisha hasara kubwa, moja kwako wewe mwanadamu, mbili inakuwa ni hasara kubwa kwa Yesu Kristo. Kwa maana Yesu Kristo alitufia sisi katika msalaba ili sisi tupate kuurithi uzima milele. Maana yake ni kwamba Yesu anatamani mimi na wewe leo tupate kuurithi uzima milele. Maana yake ni kwamba tutakapoingia katika jehanamu ya moto na kukosa uzima milele, maana yake ni kwamba hiyo inakuwa ni hasara katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, hakuna faida katika kufata nini? Mafanikio kutoka kwa shetani. Hakuna faida. Umeona? Kwa hiyo hivyo mpaka hapo tunaona ya kwamba shetani hawezi kumpa mtu mafanikio isipokuwa anatumia kile kitu mwanadamu alichonacho ama alichopewa na Mungu
akakipoteza, yeye ukiiba na anafanya nini? Anapokiiba anampa, anabadilisha, anampa, anatoa kwa huyu anapeleka kwa huyu, anatoa kwa huyu anapeleka kwa huyu. Kwa hiyo utajiri ama mafanikio yanayotokana na shetani hata siku moja hayawezi kukufaidisha, bali yamejazwa na mateso na hofu, wala hayana amani kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo hata siku moja usije ukakubali kuyafuata mafanikio ama utajiri ama kufanikishwa na shetani. Hakuna faida, hakuna faida. Mtu asije akakwambia kwamba Mungu afanikishi. Sikiliza nikwambie, katika maisha yako yote unayoyaishi duniani, sawa yote, kila jambo unalolihitaji, mafanikio yote unayoyahitaji, mafanikio nikizungumzia mafanikio ya kweli, mafanikio yaliyobeba furaha, mafanikio yaliyobeba amani, mafanikio yaliyobeba upendo, mafanikio yaliyobeba utajiri, mafanikio yaliyobeba afya njema, mafanikio hayo yanapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Yesu Kristo pekee ndiye anayeweza kukupa mafanikio hayo. Yaani mambo yote unayoyatafuta, yote unayoyatafuta, hayo mambo yote unayoyahitaji yanapatikana kwa Yesu Kristo pekee, yeye aliyetufia msalabani. Sawa, jambo la kwanza, mafanikio ya mali, mafanikio ya fedha, mafanikio ya furaha, amani, haya yote ndiyo yaliyobeba mafanikio ya kweli, na mafanikio haya yanapatikana kwa Yesu Kristo pekee. Sikiliza nikwambie, hatumfuati Yesu Kristo ili tufanikiwe tu. Hapana, tunamfuata Yesu Kristo, sawa, tunampokea, tunamfanya yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunampokea Yesu, tunamfanya yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, tunamfuata yeye ili tumwabudu na ili tumtumikie. Sasa unapomfuata Yesu, zawadi ya kwanza anayeweza kukupa ni zawadi ya kukufanikisha. Kwa maana hakuna mtu aliyemfuata Yesu Kristo akabaki kama alivyo. Lazima ufanikiwe, lazima upate mafanikio. Hakuna mtu aliyemfuata Yesu akampenda Yesu kwa moyo wake wote, akamwabudu Yesu na kutimiza yale Yesu ambayo anayataka, alafu mtu yule asifanikiwe. Umeelewa? Kwa sababu ukimpenda Yesu kwa moyo wako wote, Yesu atakupenda wewe, utakuwa ndani yake na yeye atakuwa ndani yako. Kwa hiyo zawadi ya kwanza atakupa uzima wa milele, utapata nafasi ya kuurithi uzima wa milele. Zawadi ya pili, utafanyika kuwa mtoto wake. Lakini katika zawadi ya tatu, lazima upate zawadi ya mafanikio. Kumbuka, Yesu ndiye yeye yote katika yote, na vyote unavyoviona ni vya kwake. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso 4 mlango wa 6, neno la Mungu linasema hivi: Mungu mmoja, naye ni Baba wa yote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Umeelewa ya kwamba yeye yupo juu ya vyote, yupo juu ya mafanikio, yupo juu ya fedha, yupo juu ya mali, yupo juu ya amani, yupo juu ya kila kitu. Kwa maana yeye ndiye mtajiri wa matajiri, yeye ndiye Baba wa amani, anaitwa mfalme wa amani, yeye ndiye niko ambaye niko. Maana yake vitu vyote unavyoviona vimetokana na yeye. Utajiri na mali ni vitu vyake. Kwa hiyo katika kila kitu kinatoka kwake. Umeelewa? Na ili upate vitu vyote kutoka kwake, ni mambo machache yanayoweza kukusababisha wewe ukayapata mambo hayo. Kitu cha kwanza, mahusiano kati yako wewe na yeye. Lazima utengeneze kuwa na mahusiano kati yako wewe na Yesu Kristo. Unahitaji mafanikio kutoka kwake, unahitaji Yesu akupandishe, unahitaji kuona mkono wa Mungu unaofanikisha, ukikufanikisha katika maisha yako. Lazima ujue ya kwamba moja, inahitaji kupata mahusiano kati yako wewe na Yesu Kristo, mahusiano ambayo si mahusiano ya kufuata fedha na mali kwake, bali ni mahusiano kati yako wewe na yeye, mahusiano ya kumpenda. Maana yake uwe na upendo wa kumpenda Yesu kama unavyopenda vitu vyako vingine. Maana yake ni kwamba umpe Yesu nafasi ya kwanza katika maisha yako, umpende yeye kwanza, alafu mambo mengine yatafanya nini? Yatafata. Lakini pia jambo la pili, lazima ujifunze kuwa na ibada ya kweli mbele zake. Unajua mahusiano na ibada ni vitu tofauti, so lazima uwe na ibada ya kweli mbele yake. Lakini jambo la tatu, lazima uwe na imani ya kumwamini yeye, kwa maana Biblia inasema ya kwamba Mungu yupo, nao wamfuatao imewapasa waamini ya kwamba Mungu yupo, naye huwapa thawabu wale wote wafanya nini? Wamtafutao. Maana yake ni kwamba lazima uwe na imani Yesu yupo, lazima uwe na imani Yesu anakupenda, lazima uwe na imani ya kwamba Yesu anafanikisha. Umeelewa? Uwe na imani. Lakini jambo
Lakini jambo lingine, uwe na unyenyekevu. Uwe na nini? Uwe na unyenyekevu mbele zake, uwe na unyenyekevu mbele za uso wa Yesu Kristo. Ukisoma katika kitabu cha Mithali 22:4 neno la Mungu linasema hivi: thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima. Kwa hiyo hauwezi kupata mafanikio kama wewe si mnyenyekevu mbele za Yesu Kristo. Hauwezi kupata mafanikio kama wewe si mnyenyekevu mbele ya Yesu Kristo. Hauwezi kupata utajiri unaotafuta, mafanikio unayoyatafuta, afya njema unayotafuta, uzima unaotafuta, heshima unayotafuta, ya kwamba na mimi niwe na jina kubwa, ya kwamba na mimi nifahamike, ya kwamba na mimi niwe msaada kwa watu wengine, ya kwamba na mimi niinuliwe na Yesu Kristo. Huwezi kupata hivi vitu pasipo wewe kuwa na nini? Na unyenyekevu. Ndio maana Biblia inasema katika Mithali 22:4 ya kwamba thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima. Shalom. Sasa ili upate mafanikio au vitu kutoka kwa Yesu Kristo, wewe, shetani anataka kafara, anakutengenezea hali ya kutoa kafara za damu za watu, uue watu, lakini kwa Yesu Kristo haipo hivyo. Kwa Yesu Kristo huwezi kuua mtu ili Yesu akupe kitu. Unajua, kwa Yesu Kristo huwezi kuua mtu ili Yesu akupe kitu. Hapana. Yesu Kristo hakuhitaji wewe uue mtu. Yesu Kristo anakuhitaji wewe utoe roho yako kwa ajili yake. Yesu Kristo anahitaji wewe umpende yeye. Yesu Kristo anahitaji wewe umwabudu yeye. Yesu Kristo anahitaji wewe umnyenyekee yeye. Umeelewa? Yeye hataki wewe umwage damu. Umeiona tofauti kati ya shetani na Yesu Kristo? Shetani anakutaka wewe uue mwingine. Maana yake ni kwamba shetani anapokutaka wewe uue mtu mwingine, maana yake ni kwamba anakutengenezea hali ya wewe kukosana na Mungu. Maana yake ni kwamba Biblia inasema usiue. Katika moja ya amri za Mungu, amri inasema usiue, usimwage damu isiyokuwa na hatia. Maana yake usiue. Kwa hiyo shetani anakutengenezea hali ya wewe kumkosea Mungu, kwa sababu wewe unajikuta umeua. Kwa hiyo unapoua unakuwa umetenda dhambi machoni pa Mungu, lakini pia unakuwa umeitii sheria ya shetani. Kwa hiyo unakuwa umejikosanisha na Mungu, alafu umejiunganisha na shetani. Kwa hiyo Mungu kwake yeye, ama Yesu Kristo, yeye hataki wewe uue. Wewe anakutaka wewe umpende yeye, umwabudu yeye, umnyenyekee yeye, ili yeye akutajirishe. Kwa hiyo mafanikio yanayotoka kwa Yesu Kristo yanapatikana kwa mahusiano kati yako wewe na yeye. Mafanikio hayo yanapatikana kwa sababu wewe umekubali kunyenyekea chini ya mkono wa Yesu Kristo, umekubali kumfuata Yesu Kristo, umekubali kutembea na Yesu Kristo, umekubali kutii na kufata sheria zake na amri zake. Lazima akufanikishe, lazima akuinue. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokupa mafanikio, hakuna mtu atakayeamka asubuhi akapiga magoti akaomba zaidi yako, akafunga zaidi yako, akatoa sadaka zaidi yako, alafu Yesu Kristo akachukua yale mafanikio aliyokupa wewe akayahamishia kwa mtu mwingine. Yesu Kristo hayupo hivyo. Ni shetani pekee anayeweza kuhamisha mafanikio kutoka kwa mtu kuyapeleka kwa mwingine kwa kumnyang'anya, lakini Yesu Kristo hawezi kukunyang'anya mafanikio aliyokupa. Maana yake ni kwamba kile ambacho Mungu anakupa, ama kile ambacho Yesu Kristo anakupa, hawezi kukunyang'anya wewe akampa mtu mwingine, kwa maana kile anachokupa kinakuwa ni cha kwako wewe. Ili mwingine apate kitu kama chako ama zaidi yako, lazima na yeye apambane kutenda kwa nafasi yake, kutenda kwa njia zake, kutenda kwa uweza wake, ili apewe na yeye sawasawa na vile ambavyo ametenda. Maana yake ni kwamba yeye Mungu ni wa vyote. Maana yake ni kwamba kile anachokupa wewe ni tofauti na atakachompa mtu mwingine. Kwa hiyo ukitaka cha juu zaidi kumpita mwenzako, lazima utende mambo makuu na umfuate Yesu zaidi ya vile ambavyo huyu amemfuata. Lakini sio ya kwamba ukipiga magoti ukamwambia Baba naomba baraka yule, Yesu ataichukua baraka ama mafanikio aliyempa mwingine akayabeba akakupa kwako akamnyang'anya yule. Yesu Kristo hayupo hivyo. Maana yake ni kwamba kila mtu mbele za Yesu, kila mtu anayemfuata Yesu anayo mafanikio yake, analo fungu lake, anayo sehemu yake. Lakini kwa shetani kuna kitu kugombania, lakini kwa Yesu Kristo hatugombanii. Kwa Yesu Kristo tunapewa sawasawa na vile ambavyo tunasogea karibu yake. Shalom. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, hapa nataka nikuonesha kwamba hakuna mtu aliyewahi kumfuata Yesu Kristo alafu akaaibika, kwa maana kila aliyemfuata Yesu Kristo kabisa, kwa kumaanisha kila kitu alichokifanya kilifanikiwa.
Mwanzo 39:2 neno la Mungu linasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote kwa mkono wake. Mambo yote kwa mkono wake. Umeelewa hii? Kwa hiyo Yusufu alikuwa akitembea na Mungu, alikuwa akimpendeza Mungu. Alipokuwa akiingia kila eneo, Yusufu alipata kibali na kila kitu alichokuwa akikifanya kilikuwa kinafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba mkono wa Mungu ulikuwa pamoja na Yusufu. Kwa hiyo kila Yusufu alichokuwa anakitenda kilikuwa kinafanikiwa kwa sababu alikuwa amepata kibali machoni pa Mungu. Maana yake ni kwamba mtu yoyote ambaye anamfuata Mungu, mtu yoyote ambaye anamfuata Yesu Kristo, mtu yoyote ambaye anatembea na Yesu Kristo, sawa, hawezi mtu huyu kuaibika, hawezi mtu huyu kufanya mambo ya kafa, hawezi mtu, kwa sababu mtu yule anapokuwa akitenda jambo, mkono wa Mungu unakuwa katika lile jambo na Mungu anazidi kumfanikisha katika kila kitu ambacho anakifanya. Ukisoma Mwanzo 39:21 neno la Mungu linasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Alikuwa pamoja na Yusufu kwa nini? Kwa sababu Yusufu alimpendeza Mungu kwa kuzishika sheria zake, kwa kufata maadili ya Yesu Kristo, kwa kufata taratibu zote za Mungu. Mungu akapendezwa na Yusufu, kwa hiyo Mungu akatembea pamoja na Yusufu. Neno la Mungu linasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Umeona, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Maana yake ni kwamba mara popote ambapo unaenda, mara popote ambapo unapitia, kitu chochote unachokihitaji ili ukipate, lazima upate kibali, na roho ya Mungu ikiwa nyuma yako inakufanikisha, ama inakupa nguvu ya kupata kile ambacho unastahili kupata. Maana yake ni kwamba kila mahali ambapo Yusufu alienda, Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, na unaona, anampa kibali kila anapoingia, anampa uwezo wa kufanikiwa kila anapoingia, iwe ameingia kwa adui zake, iwe ameingia sehemu mbaya, iwe ameingia sehemu nzuri, zile sehemu zote zinageuzwa zinakuwa nzuri, kwa sababu Mungu anakuwa pamoja na mtu huyu. Umeelewa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu anafanikisha, na Mungu habagui, na Mungu anapoamua kukufanikisha, anakufanikisha ugenini na ukiwa katika nchi yako anakufanikisha, na yeye pekee ndiye anayekupa huru. Maana yake ni kwamba mafanikio yanayopatikana kwa Yesu Kristo ni mafanikio moja, anakufanikisha kwa kukupa uhuru, anakufanikisha kwa kukupa fedha na mali, anakufanikisha kwa kukupa jina kubwa, na anakufanikisha kwa kukupa wewe uzima, ama kuurithi uzima milele, na anakufanya wewe kuwa mwanaye. Shetani anapomfanikisha mtu, humfanikisha mtu mafanikio ambayo si ya kizazi kwenda kizazi, lakini Mungu anapombariki mtu, ama Mungu anapomfanikisha mtu, Mungu Yesu Kristo humpa mtu baraka ama mafanikio yatakayotembea kizazi hata kizazi. Mbili, anayaongeza maisha yako, anakukuza jina lako. Umeona? Lakini haya yote yanapatikana pale ambapo unazishika sheria zake na amri zake. Umeelewa? Mafanikio yako yanaanza pale ambapo unazishika sheria za Mungu na kufuata amri zake. Kumbukumbu la Torati 4:40, basi zishike sheria zake na amri zake. Zishike sheria na amri ambazo Mungu ameziweka katika maisha yako, ambazo Yesu ameziweka katika maisha yako. Hapo ndipo utakapopata nini? Sikiliza, upate kufanikiwa. Kwa hiyo mafanikio unayohangaika kuyatafuta leo na kesho na kesho kutwa, wewe na watoto wako, upate kujua ya kwamba mafanikio ninayohangaika kuyatafuta, moja ya funguo kubwa ambazo zinaweza kuyafanya mafanikio yakaja kwangu kwa haraka kutoka kwa Yesu Kristo, kutoka kwa Mungu, ni kwamba moja, pale nitakapoamua kuzishika sheria zake na amri zake alizoniamuru. Kwa hiyo ikiwa Mungu ameweka sheria zake na amri zake, nawe tafuta kuzijua sheria na amri ambazo Mungu ameziweka kwenye maisha yako. Utakapozifuata, Mungu ni mwenye haki, lazima akufanikishe, lazima akuinue, lazima akufanikishe. Kwa maana inasema wewe na watoto wako baada yako. Maana yake ni kwamba hiyo, utakaposhika sheria na amri za Mungu, maana yake ni kwamba baraka yake au mafanikio yake yatakuwa ni kwako na kwa kizazi chako kinachofuata. Maana yake ni kwamba baraka ya Mungu au mafanikio ya Mungu yanafuata kizazi mpaka kizazi. Maana yake mkono wa Mungu unaoinua, mkono wa Mungu unaokoa, mkono wa Mungu unaofanikisha, unafanikisha baba mpaka watoto. Unafanikisha Ibrahimu, unafanikisha watoto Isaka, unafanikisha na wajukuu Yakobo. Umeelewa? Kwa hiyo mkono wa Mungu unapokaa juu ya mtu ili kumfanikisha,
Mafanikio yanayotoka kwa Mungu ni mafanikio yanayotembea kwa kizazi mpaka kizazi, ni mafanikio ambayo yanakuwa yana haki. Amen. Shalom. Umeelewa? Kwa hiyo ni mafanikio ambayo, moja, ni mafanikio yanayokuja kwako na kwa watoto wako, lakini pia anakuambia na siku zako. Biblia inasema na siku zako ziwe nyingi, ziwe nyingi. Maana yake ni kwamba leo hii kumbe tunaona kuna watu wanakufa wakiwa na miaka michache. Unakuta kijana anakufa na miaka 18, miaka 20, miaka 30, hajafikisha hata miaka 60 amekwisha kufa. Maana yake utakuja kugundua kwamba kumbe kuna kitu kinachokuwa kinaendelea. Watu hao wanakufa, wengine pengine ni kwa sababu si kwamba Mungu ametaka, lakini kuna roho ambazo zinawaua. Na kumbe ili uweze kuishi miaka mingi, Biblia inatupa njia mbili: mheshimu baba na mama upate kuishi miaka mingi, lakini pia jambo la pili inayotupa la kuishi miaka mingi ni pale ambapo inakwambia kwamba utakapozishika sheria za Mungu na amri za Mungu utaishi miaka mingi. Kwa hiyo lazima ujiangalie hapo. Je, ninaheshimu baba na mama? Je, ninazishika sheria za Mungu na amri zake? Kumbe nikivishika hivi vitu viwili siwezi kufa kabla ya wakati, kwa sababu neno la Mungu limesema hivyo. Na neno la Mungu, Mungu mwenyewe anasema kwamba ulitafuta neno lake apate kulitimiliza. Maana yake ni kwamba hata kama ukitumiwa mauti ya namna gani, ile mauti itakapokuja, kuna neno, kuna sheria ambayo imewekwa juu yako, kuna neno ambalo liko juu yako ambao ni mkono wa Mungu, ambalo neno lile litakuokoa mbali na mabaya. Kwa nini? Kwa sababu moja, umemheshimu baba na mama; mbili, umezishika amri na sheria za Mungu, na ndipo hapo miaka yako na utazidishwa miaka yako. Umeona? Kwa hiyo baraka za Mungu zinafanikisha. Baraka za Mungu ni za kizazi hadi kizazi. Baraka za Mungu zinaleta amani na furaha. Baraka za Mungu zinatembea na upendo. Baraka za Mungu ama mafanikio ya kimungu, mafanikio ya Mungu ni mafanikio ambayo yanamfanya mtu kupata mpaka kuurithi uzima wa milele. Amen. Mithali 8:18 inasema hivi: utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Utajiri unaodumu, utajiri usiopeperuka, utajiri usiohamishwa kutoka kwako ukapelekwa kwa mwingine kama ambavyo shetani anafanya. Mungu anasema utajiri huo uko kwake. Kwa hiyo ukitaka utajiri unaokaa, utajiri usio na mawaa, utajiri ama mafanikio yasiyokuwa na mawenge, yasiyokuwa na mabadiliko, utajiri ambao hauwezi kuhamishwa hata kama mtu atafanya nini, utajiri huo Mungu anasema katika Mithali 8:18 ya kwamba utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri unaodumu na haki pia. Mithali 10:22 neno la Mungu linasema, baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Kwa hiyo katika baraka ama mafanikio ya Mungu, moja, yanadumu; mbili, yana haki; tatu, hayachangamani na huzuni. Mashetani wanakupa baraka ambayo ina huzuni, wanakupa baraka ambayo inakuwa na hofu, wanakufanikisha kwa mali na fedha, lakini wanakufanya uwe na hofu na mashaka wakati wote. Wakati unawaza nitatoa wapi kafara, nitaua mtoto wa nani, nitafanya nini, wakati huo Mungu anakupa baraka ambayo inakufanya wewe, moja, inakupa nafasi ya kumwabudu yeye katika roho na kweli, baraka isiyokuwa na machangamano na huzuni. Kwa hiyo baraka na mafanikio ya Mungu hayana huzuni hata siku moja. Kwa hiyo ukumbuke ya kwamba baraka ya Yesu Kristo ni ya vizazi na vizazi inapokuja kwako. Kwa hiyo ndugu yangu, napenda kukushauri, napenda kukuambia siku ya leo, hata siku moja usije ukakubali kuwafuata mashetani. Hata siku moja usije ukakubali kwenda kwa mashetani, kwenda kwa waganga wa kienyeji, kuabudu mizimu ili upate fedha na mali. Yoyote anayekwambia ya kwamba ukienda kwa mapepo, ukienda kwa mashetani, ukienda sijui kupiga ramli, ukienda kufanya ibada za mizimu utatajirika, ule ni utajiri wa uongo. Najua kuna watu wanawaza kwenda huko, najua kuna wengine wanatamani kwenda huko ili wapate mafanikio, lakini hakuna mafanikio ya kweli kwa waganga, hakuna mafanikio ya kweli kwa wachawi, hakuna mafanikio ya kweli kwenye mizimu, hakuna mafanikio ya kweli. Mafanikio ya kweli ambayo yanaleta amani, yanaleta furaha, yanaleta uhuru, mafanikio yanayokufanya uwe na amani na furaha, hayo mafanikio hayapatikani kwa waganga. Hayo mafanikio yanapatikana kwa Yesu Kristo pekee. Na mimi leo niko hapa
kama shuhuda wa Yesu Kristo, yeye anayefanikisha watu wote wanaomfuata. Ninapenda kukwambia kwamba Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Yesu Kristo ndiye kweli. Yesu Kristo ndiye aliyebeba mafanikio ya kweli. Yesu Kristo ndiye ambaye anaweza kukufanikisha wewe, akakutoa katika shida zako, iwe ni shida za magonjwa, iwe ni shida na tabu zozote zile. Anaweza kukutoa katika umaskini na kukuinua, isipokuwa tu ni wewe unachopaswa kufanya ni kumfanya yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia inakupasa wewe uzishike sheria zake na amri zake. Inakupasa wewe umpende yeye sana. Inakupasa wewe utengeneze ushirika, uhusiano kati yako wewe na yeye. Inakupasa wewe umwamini Yesu Kristo. Wewe utakapoanza kutenda yale, Yesu Kristo atakuja kwako, na akija kwako atakugeuza. Ndio maana yeye anasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkuu kuliko utukufu wa kwanza. Maana yake ni kwamba atakutoa katika hali ya chini na kukuweka katika hali ambayo ni njema, hali ambayo watu wengine wataangalia na kuona ushuhuda wa Yesu Kristo. Umeona? Ndio maana Biblia inasema utakapomfuata yeye ataifanya nuru yako kung'aa. Ukisoma katika Isaya 60 anakuambia kwamba inuka uangaze, kwa maana nuru yako imekujilia. Ile nuru inayozungumziwa pale haiwezi kukujilia kama wewe hujamfuata Yesu. Maana yake utakapomfuata Yesu, ile nuru itakuwa imebeba utajiri. Ukiendelea kusoma katika Isaya 60 kushuka chini, utaona pale atakwambia matajiri, mataifa watakujilia, watajenga kuta zako, watawabeba watoto wako nyumbani, wataleta utajiri na vyote vitakujilia. Umeona? Maana yake ni kwamba unapomfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukamwamini yeye, ukampenda yeye, atakupa moja. Faida ya kwanza utakayoipata, utapata kuurithi uzima wa milele. Faida ya pili utakayoipata, wewe utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Unaona ni raha iliyoje kwa mwanadamu kufanyika kuwa mtoto wa Yesu Kristo. Lakini jambo la tatu, mafanikio yatakufuata. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni yote katika vyote, na ndani ya yote na zaidi ya yote hakuna aliye kama yeye. Maana yake yeye ndiye aliyebeba mafanikio, yeye ndiye mwenye mali zote. Biblia inasema fedha na mali fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Maana yake mafanikio yote yako kwake, fedha ziko kwake, upendo uko kwake, amani ipo kwake. Napenda kukutia moyo wewe ambaye una huzuni, napenda kukutia moyo wewe ambaye umekata tamaa, napenda kukutia moyo wewe ambaye umezunguka kutafuta maisha, umepambana, umefanya kazi mpaka umechoka kiasi kwamba umeshauriwa na wewe umeanza kutamani kwenda kwa waganga wa kienyeji. Bado hujachelewa. Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa hiyo utakapomfuata Yesu, kila kitu chako yeye ndiye atakayekifanikisha, kwa maana kweli yote inatoka kwake, na imeandikwa ya kwamba yeye ndiwe kweli na hapana kweli nyingine isipokuwa ni yeye. Napenda nikusii, mfuate Yesu. Usiuze nafsi yako kwa mashetani. Mfuate Yesu, naye atayafanikisha maisha yako na njia zako zote. Biblia imetuambia kwamba ukizishika amri zake, ukashika sheria zake, yeye atafanikisha njia zako na atafanikisha kila kitu chako. Na kutia moyo, usikate tamaa. Mungu yupo, naye ndiye njia ya kweli na uzima. Bwana Yesu, ninakuomba juu ya watoto wako waliolisikiliza neno lako, ukafanikishe mambo yao, ukaachilie roho yako ikakae ndani yao, ikawatie nguvu, ikawatie moyo, ikawatie ujasiri wa kukufuata wewe. Wasihame Bwana, wasifate mashetani wasiwadanganye wakapata kuwafata wao. Ninakuomba Bwana, neema yako ikapate kuwa juu yao, neema yako ikapate kuwa juu yao, ukawafanikishe katika njia zao, ukafanikishe kazi zao. Wasio na kazi ukawape kazi, ukawaongoze Bwana katika elimu zao, katika yote wanayoyatenda, neema yako ikapate kuwa juu yao, Roho wako Mtakatifu akapate kumiminika ndani yao. Yesu, ninakusihi, ninakuomba katika yote wanayoyatenda, ukabariki, ukawape kibali, kama ambavyo ulivyompa Yusufu kibali machoni pa kila alipokuwa akienda, naye alipata kibali na ukafanikisha mambo yake yote aliyoyatenda. Nami ninakuomba watoto wako hao ukawape kibali na ukafanikisha mambo yao yote wanayoyafanya Bwana, na wao wakapate kurudisha sifa na utukufu mbele zako, kwa maana wewe ndio unastahili sifa na heshima. Yesu Kristo, tunakusihi, tunakuomba neema yako iwe pamoja na watoto wako kuanzia leo Bwana, usiwaache, ukaruhusu shuhuda zikatendeke juu yao, shuhuda zikatokee kwenye maisha yao, nao wakapate kushuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe, nao wakapate kushuhudia kwamba ni kweli mafanikio ya kweli yanatoka kwako. Bwana, tunakurudishia heshima na utukufu. Neema yako iwe pamoja nao katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu wa mbinguni akubariki, uwe na amani. Shalom.